Na wafanya biashara wa mifugo haswa katika kaunti ya Kitui wanazidi kuathirika pakubwa kutokana na makali ya ukame ambayo yamechangia katika kushuka kwa bei ya mifugo na haswa mbuzi. Wengi ambao huuza mbuzi zaidi ya 10 kwa siku sasa wanauza tu mbuzi 5. Mwanahabari wetu Electin Odera anatuchorea taswira kamili ya biashara ya mbuzi ilivyo soko la Nguni eneo la Mwingi kaunti ya Kitui. Makali ya ukame yanazidi kuwapepeta wakazi wa Mwingi kaunti ya Kitui, huku wafanyabiashara haswa mifugo wakiathirika zaidi. Mbuzi zingine kubwa pale kitambo zilikuwa za 10,000, 11,000, 12,000, lakini sasa unapata zimechuka sana, bei iko 6,000 mpaka 7,000. Katika soko la Nguni kwa mfano, wafanyabiashara wanalia kiangazi kimeathiri biashara ya mifugo haswa mbuzi. Tumeuza kiazi lakini bei yake mbaya sana. Wakati sherehe za siku kuu ya Krismasi zinapobisha hodi, mbuzi wa kiume ambaye kwa sasa angeuzwa kwa shilingi 16,000 anauzwa kwa shilingi 9,000, huku yule wa kike ambaye angeuzwa kwa shilingi 10,000 akiuzwa kwa shilingi 6,000 tu. Ni ukame, na huu ukame umesababisha kuna njaa imekuwa mingi zaidi. Ndio watu wanapaswa wanauza ile mbuzi kwa ile bei ya chini kabisa ili wajiokolee kwa chakula. Kulingana na hali jinsi ilivyo, hatuoni dalili ya kupanda kwa bei, labda huko mwezi wa 2 wa 3 kulingana na vile hali itaweza kuwa. Pia gharama ya maisha imewakalia ngumu. Wateja wa kununua mbuzi pia nao hawapo. Nimekuja hapa saa 1 asubuhi, saa hii nilikuwa na mbuzi 15 na nimeuza mbuzi 5 peke yake. Na hiyo mbuzi 5 nimeuza, nimekata pesa yangu kabisa. Ng'ombe yenye tulikuwa tunauza 40,000 saa hii tunauza 20,000. Mbuzi yenye tulikuwa tunauza 5,000 saa hii tunauza 3,000. Sasa ni kumbaya, kuharibika. Wafanyabiashara ambao wamefika katika soko hili wanasema kuuza hata mbuzi zaidi ya 5 ni kibarua, wengine wakilazimika kufunga biashara mapema. Lakini pia wametafuta mbinu ya kuimarisha biashara hii. Licha ya changamoto hizi, wanalazimika kuelekea hadi kaunti ya Nairobi kuuza mbuzi wao angalau kwa bei ya juu kidogo. Electin Odera, NTV, kaunti ya Kitui.